Kwa majina naitwa Patrick Ezekiel Mayani. Mimi ni mjasiriamali ambaye anajishughulisha na bidhaa ya mwani. Hiyo ni bidhaa ambayo sisi tunaichukua Zanzibar, ambayo ni zao la baharini. Mwani kama mwani ina madini mengi sana, ni zaidi ya 90, ikiwemo iodine, calcium na madini mengine kama magnesium, ambayo kwa ujumla wake kwenye mwili unasaidia mambo mengi sana. Kwa mfano kuna mambo ya kidney stones ama yale mawe kwenye figo kiujumla, damu, mifupa, kwa sababu kwenye mwani pia kuna calcium, kwa hiyo inasaidia mifupa. Kwa wale wenye madonda ya tumbo, mwani nao inasaidia sana, kwa sababu ikienda nitaelezea mechanism kidogo kwenye madonda ya tumbo, mtu anaweza asinielewe kwamba ile mwani ukichukua kama mwani ukaiweka maji inatengeneza kama uteute. Inapoingia kwenye tumbo katika fomu ile ya kwanza kabla haija kwenye uteute, inaenda na cover ile kuta ambazo zimekuwa zimeliwa na wale wadudu ambao wanatafuna tumbo. Maana vidonda vya tumbo vinatengenezwa na wadudu ambao wanakuwa wanatafuna pale kwa sababu maybe ya asidi nyingi ikiwa tumboni, wenyewe wanakuwa wanajua wanatafuna chakula, lakini ukumbe wakati huo chakula hakipo tayari tumboni. Kwa maana yake wao wanakuwa wanatafuna zile kuta. Kwa hiyo mwana unapoenda unakuwa una cover ile nafasi. Hivyo basi wale wadudu watapokuja kutafuna tena watakutana na ule utaute ambao umekava pale juu. Kwa maana yake hiki kidonda kinakuwa kina heal, at the same time wale wadudu wanakuwa wanapungua, kwa sababu wanapokuwa wanakutana na ile kitu ni madini, inakuwa inapunguza ile acidity ambayo inakuja tumboni. Pia nasaidia mambo mengine kama kuongezeka kwa nguvu za kiume. Mtu anaweza kuuliza ni nini? Kwa Kiingereza tunaitaka kuna kitu inaitwa testosterone. Hiyo ni kitu ambayo wanaume ambao ndio nasaidia sasa ule uzalishaji wa zile mbegu za kiume. Kwa hiyo mwani yenyewe kuna madini ambayo yakiingia kwenye figo na sehemu sehemu ambazo zinasaidia uzalishaji wa hiyo mbegu, wenyewe nasaidia kuzalisha zile mbegu kwa wepesi na kwa haraka zaidi. Kwa hiyo pia wanasaidia kwa watu ambao wana shida hiyo, maana nguvu za kiume wenyewe kama nguvu za kiume sio nguvu hizo za kubeba. Unajua ni ule uzalishaji wa mbegu ambazo zinasaidia kutengeneza watoto hivyo. Kwa hiyo mimi kwa hapa napatikana Kigoma na bidhaa yangu imevuka boda, imepatikana Burundi, imeingia Kongo. Kwa program ya leo itanisaidia sana mimi kusafirisha bidhaa yangu kwa wepesi, kwa sababu napata changamoto ya usafiri. Ila kwa DHL kama hivi, manake wao ni shirika kubwa, kwa hiyo uaminifu kwao tunategemea utakuwa mkubwa zaidi. Kwa mimi itanisaidia kuvukisha bidhaa yangu kwenda nchi za mbali zaidi. Kwa mfano kama mimi target yangu ni kwenda zile nchi zote ambazo hazipo karibu na bahari, ikiwemo Central Africa, pale ambapo bahari ipo kwa mbali. Sasa kuna watu wengine wanaweza kukuta hawajui chochote kuhusu mwani. Kwa hiyo mimi najitolea kutoa elimu juu ya mwani, ni bure. Changamoto nyingine kubwa na watu kama sisi wafanya biashara ni mtaji mdogo. Unajua mwani ni gharama. Sasa ili upate mwani ambao unaweza kutosheleza kufikisha hizo nchi zote, lazima uwe na mtaji mkubwa. Kwa hiyo kwa mfano kama mimi sijawahi tumia mkopo wa aina yoyote. Ni hela ambayo nilipata nikasaidia na wazazi, ikanisaidia mimi kupata kianzio ambacho nazungusha kila mara. Kwa hiyo sasa natamani kufikisha sehemu nyingi, lakini ule mtaji uniruhusu mimi kuzalisha mzigo mkubwa zaidi wa kuweza kufikisha huko. Na pia changamoto nyingine ni kwamba watu hawana elimu juu ya mwani. Kwamba mtu unaweza kumuonyesha kwamba mwani, mtu anashangaa mwani ndio nini? Ukimpa zile nani zake, quality zake, ukampa na faida zake, mtu anabaki anashangaa mbona sijawahi kulisikia. Ni kwa sababu watu wengi ambao wako mikoa ya huku, kwa mfano kama hizi nyanda za huku juu kaskazini, ni kwamba wengi hawajui mwani kwa sababu hawako karibu na bahari. Ukienda kwa mikoa kama Tanga, ukaenda kwa Zanzibar, Dar es Salaam, watu wengi wanaofahamu mwani kwa sababu wapo karibu nao. Lakini kwa soko la huku kwa mfano Kigoma, ukaenda Tabora, ukaenda labda Mwanza, watu wengi hawafahamu. Kwa hiyo nao ni changamoto tunatukuta. Kwa hiyo inabidi kabla kuuza kwanza bidhaa yako uanze kwanza kutoa elimu.